Madhabahu ya dhahabu. Mada yetu ya kwanza katika mfululizo wa hii itakuwa ni shauku ya kujenga madhabahu. Shauku ni hamu kali, tashwishi unayokuwa nayo ya kutamani kitu fulani. Na nafahamu ya kwamba mwanadamu ana silika ya mambo ya kiroho. Hata kama hamfahamu Mungu, lakini kwa namna fulani ana mwelekeo wa kumtafuta Mungu. Na hivyo ipo shauku miongoni mwa wanadamu ya kutaka kuyajenga, kuyaendea, kuyafikia na kuingia kwenye madhabahu. Madhabahu, mwanadamu anapojaribu kumtafuta Mungu, kuna vielelezo wakati mwingine anaviweka. Kwa hivyo si katika Biblia peke yake, lakini hata katika dini zetu za asilia ziliwekwa na kujengwa madhabahu za aina mbalimbali. Huenda wengine ningekuwa na muda wa kuwauliza hapa, mngeniambia madhabahu katika dini za asilia zilivyokuwa zikiwekwa. Hii ni moja wapo ambayo ilikuwa imewekwa, na unakuta juu yake wanakuja wananyunyizia vitu vya kutoa kafara. Wengine wanatengeneza chungu, na huko kwenye chungu liko mahali kafara ili mradi tu ziko madhabahu za aina mbalimbali kwa makusudi ya kutoa kafara kwa wasiomfahamu Mungu wa mbinguni, kwa miungu. Kwa wanaomfahamu Mungu wa mbinguni, tutakuja kulipitia hili kidogo kwa sababu liko katika maandiko. Na ninakukaribisha uende pamoja nasi kwa umakini sana, kwa sababu swala hili zima la madhabahu ni swala ambalo wengi hata wanaojifunza Biblia hawajaliangalia kwa ukaribu, wakati ambapo lina siri za pekee sana sana, ambazo ukizifahamu maisha yako yanabadilika. Na hivyo nakukaribisha leo, tutaweka msingi tu. Na hivyo kwenye kuweka huo msingi na kuomba uelewe vizuri, hatutakwenda kwa mambo magumu, ni mambo marahisi tu. Mwisho nitakuuliza maswali machache kuona ya kwamba je, tunapelekana au vipi. Kwa hivyo ukiulizwa ya kwamba madhabahu ni nini, inakuwa ni kama kijengo kidogo au kimwinuko ambacho hutumika katika ibada za kidini. Inaweza kuwa kwa ajili ya miungu au hata kwa Mungu wa mbinguni. Na mitambiko kwa wale ambao wanatumia wasiomjua Mungu wa mbinguni. Kwa lugha ya Kiebrania, neno hili la madhabahu lina maana ya mahali pa mchinjo au kafara. Mahali pa kafara. Biblia katika Agano la Kale inazungumzia sana swala hili la madhabahu, lakini utakuta pia likielezwa katika Agano Jipya. Na hivyo kuna uhusiano uliopo kati ya Agano la Kale katika Biblia na Agano Jipya. Sasa niseme hivi, kuna wengine ambao ni wanafunzi wa Biblia, lakini wamesema Agano la Kale kwa kweli hatuna la kufanya nacho. Sisi tunaishi katika kipindi cha Agano Jipya. Katika kipindi cha Agano Jipya wanasema yupo Yesu Kristo. Na Yesu Kristo, ikiwa unamfuatilia katika mafundisho yake katika Biblia, amenukuu sana Agano la Kale. Na katika kunukuu anadhihirisha ya kwamba yaliyopo katika Agano la Kale yameongoza katika Agano Jipya. Akisema vile vile, akionyesha ya kwamba yaliyoko katika Agano Jipya yanaweza kueleweka vizuri zaidi ukirejea Agano la Kale vile vile. Kwa hivyo kuna muunganiko wa pekee sana katika Biblia ambao unaweza kukuta katika mafundisho mengi, na tutayapitia baadhi yake. Utayasikia baadhi yake. Muunganiko wake unakuwa kama mnyororo uliounganika mzuri sana ambao haukukatika, na makusudi yake ni haya: ubora wa maisha yako, tumaini, uhakika wa kesho, na hata raha ya sasa. Na hili ni Mungu amekufanyia, ni Mungu amenifanyia. Inakuwa vyema basi, ndugu msikilizaji, kwa sababu Mungu ameyaweka haya bayana kwa ajili yako na kwa ajili yangu, na tuchukue muda kila wakati kuwa wanafunzi wa neno la Mungu. Ndiyo maana mikutano hii ipo,
ni kama mahali pa kujadiliana na kujifunza zaidi, kuziona lulu za kweli ambazo Mungu amezifunua. Zimebariki watu wengi. Hata wewe bila shaka zinaendelea kukubariki. Kwa majuma haya mawili utabarikiwa sana, hilo nataka nikuhakikishie. Katika Agano la Kale, madhabahu zilipojengwa, Mungu alielekeza ya kwamba zitajengwa kwa udongo na mawe. Haya mawe si ya kuchongwa, yasichongwe. Ukichonga umeyafanya najisi, hayafai. Yawe katika hali asilia, usiyachonge. Hivyo Mungu alivyotoa maagizo, na tutakuja kuangalia. Kwa hivyo madhabahu katika Agano la Kale zilijengwa, lakini zilijengwa mahali palipo wazi kabisa. Hazikuwekwa kwenye maficho. Ni mahali panapoonekana, kila aliyepita aliweza kuona ya kwamba madhabahu yaliwekwa wazi. Na hivyo shughuli za madhabahuni si za siri. Shughuli za madhabahuni ni za wazi na zinahusu kila mtu. Ndio maana zilipojengwa, hata zilijengwa mahali ambapo ni pawazi, si pa siri. Ninarudi nyuma badala ya kwenda mbele, samahani. Madhabahu ya kwanza kunukuliwa katika Biblia ni ile ambayo alijenga Nuhu. Mnakumbuka Nuhu na jamaa yake waliingia katika safina, na pale ndani ya safina, muda ulipofika, Mungu akakausha maji. Ukafika wakati wa Nuhu na familia yake watoke kwenye safina. Walipotoka kwenye safina, kitu cha kwanza walichokifanya, Nuhu alijenga madhabahu kwa Mungu wa mbinguni na wakatoa kafara. Sasa nitakupa mfano katika Biblia, utanukuu mingine tutaisoma hapa, ya watu waliojenga madhabahu, lakini ninaomba uangalie mfumo fulani uliopo, ya kwamba madhabahu inapojengwa ni kwa ajili ya nini, au madhabahu inapojengwa inafuatiliwa na nini. Utakuta mfumo fulani, a pattern ambayo ipo, ambayo inapendeza, inafanya ya kwamba leo tuanze kujadiliana kwa undani kidogo kutoka katika maandiko swala zima la madhabahu ya dhahabu. Katika Mwanzo sura hiyo ya 8 na mstari wa 18, na ukienda Luka 20 mstari wa 20 na 21, Nuhu akamjengea Bwana nini? Akamjengea Bwana nini? Madhabahu. Akatwaa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kufanya nini? Sadaka ya kuteketeza. Na alipotoa hiyo sadaka, ni nini kilichofuatia baada ya hapo? Angalia tamko lililotoka kwa Bwana baada ya madhabahu kujengwa na kutolewa sadaka ya kuteketeza. Bwana akasema moyoni, sitafanya nini? Sitalaani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya kwa kuharibu kwa gharika. Kwa hivyo madhabahu ilifanywa, kafara ikatolewa, Mungu akatoa tamko ambalo si laana, ni kuondoa laana ya kwamba sitafanya tena kama nilivyofanya safari hii. Mwingine ambaye alijenga madhabahu ni Abraham. Katika Mwanzo sura ya 12 na mstari ule wa 7 na wa 8, Bwana akamtokea Abrahamu akasema, uzao wako nitawapa nchi hii. Naye huko akamjengea, ninafupisha mengine, naye huko akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio pande wa mashariki wa Bethel, akaipiga hema yake huko. Huko tena nako akafanya nini? Akamjengea Bwana madhabahu huko, akaliita jina la nani? Akaliita jina la Bwana. Panapo madhabahu kunakuwa na uhusiano kati ya mjenga madhabahu na mtoa kafara na nani? Na Mungu wa mbinguni. Hili tutaliangalia kwa karibu zaidi. Kuna uhusiano gani kati ya mtoa kafara na madhabahu?
kuna uhusiano gani kati ya mtoa kafara na kafara, na kuna uhusiano gani kati ya mtoa kafara na Mungu ambaye ndiye pia analengwa katika madhabahu. Kwa hivyo Abraham alijenga hizo madhabahu kadhaa. Katika Mwanzo sura ya 13 mstari wa 14 na mpaka 18, na nimefupisha hapa, Bwana akamwambia Abraham alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi. Ondoka ukatembee katika nchi na katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Kila mahali utakapoweka mguu, mimi nitakupatia nchi hiyo. Huo ni mbaraka. Angalia mambo yanayofanyika kwenye madhabahu. Chunguza, naomba ufuatilie hiyo pattern kwa sababu tutakuja kurejea. Basi Abraham akajenga hema yake, akamjengea Bwana nini? Madhabahu. Angalia, kuna wakati Mungu ndiye anaanza kutenda, halafu mwanadamu anajibu kwa kujenga madhabahu. Lakini kuna wakati vile vile mwanadamu anaanza kujenga madhabahu, kisha Mungu anafuatilia kwa kutenda. Mahusiano ya pekee. Mahusiano ya pekee sana. Kwa hivyo endelea kuangalia hilo tu. Twende kwa mwingine, Isaka. Katika Mwanzo sura 26 mstari wa 24 na wa 25. Bwana akamtokea usiku ule ule, akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahim baba yako, usiogope. Mungu ana silika ya namna hiyo. Anapokutokea anasema huna sababu yoyote ya kuogopa, kwa sababu mimi ni Bwana Mungu wako, na mahali nilipo ni mahali salama. Ninapokutokea ninakutokea nikikutakia mema. Akikutokea kwenye madhabahu, fahamu ya kwamba anakutakia mema. Anapokuja kwenye madhabahu, hata anapokuita, kwa sababu nyakati zingine yeye ndiye anayekuita, nijengee madhabahu. Anapokuita ana tamaa ya kukutana nawe. Ana tamaa ya kukutana nawe. Na kukutana na Mungu wakati wote ni mbaraka wa pekee. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kuzidisha uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Alipotokewa na Bwana, mahali Bwana alipomtokea, akajenga madhabahu huko, akaliita jina la Bwana, akapiga hema yake huko, na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. Napenda uone hiki kwa sababu pia huwa kinatokea kwa wengine, si kila mmoja wao. Wengine wanapofika mahali hawajengi hema yao ya kukaa kwanza, wanajenga madhabahu kwanza. Wakishamaliza kujenga madhabahu, wakakutana na Mungu mahali pale, ndipo wanajisikia amani kuweka makao na maskani yao ya kudumu. Fundisho kubwa, tutalirejea. Kwa hivyo Isaka akajenga madhabahu. Alipomaliza shughuli zake za madhabahu, ndipo akaweka na hema yake alipofika hapo. Unakumbuka Yakobo alimtoroka ndugu yake Esau kwa sababu aliiba mibaraka ya kaka yake. Na alipoiba ile mibaraka, kaka yake akakasirika sana, akaamua ya kwamba baba akifa basi yeye atamuua mdogo wake Yakobo. Hivyo Yakobo kwa ujanja wa mama yake akashauriwa, bwana, ondoka hapa, kaka yako atakumaliza. Kwa hivyo akaanza safari ndefu na kaenda. Unakumbuka njiani alilala mahali. Safari baada ya kutembea tu maili 50 akalala. Usiku ule alipolala kwenye ile jiwe alilokuwa amelala, akaota ndoto. Akaona ngazi ndefu kutoka mbinguni impiga hapa ardhini. Akaona malaika wakipanda na kushuka, kupanda na kushuka. Kilichokuwa cha pekee ni kwamba alipozindukana akagundua ya kwamba Mungu amembariki, anamwambia huko unakokwenda nitakuwa pamoja nawe. Sasa mtu aliyeiba, Mungu anasema nitakuwa pamoja. Ikiwa mtu anakuambia wewe ni mdhambi, Mungu hawezi kuwa pamoja naye, mwambie huyo Mungu sio unayemwabudu. Mungu unayemwabudu unaweza kumwendea wakati wowote.
anakujali. Kusudi lake ni kukurejesha, si kukutupa. Wewe ni kiumbe chake anayekupenda. Kwa hivyo hata wakati mwingine fikra zinapokuja ukashawishiwa ya kwamba umekwenda sana mbali na Mungu, sema, rudi nyuma yangu shetani, Mungu wangu si wa namna hiyo. Mungu wangu ninapokubali, nikampokea, nikamrejea, hata kama nimekwenda mbali kiasi gani naye, fahamu zinaponirejea za kiroho, nikamrejea, ananipokea. Alimpokea Yakobo, akamwambia huko unakokwenda nitakubariki. Yakobo akiamka anasema, wow, hapa mahali ni mavumbi tupu, lakini sikujua ya kwamba Mungu yuko mahali hapa. Akaweka jiwe, nayo ni kama madhabahu kake. Akatoa na ahadi, Mungu akinibariki huko niendako. Unajua wakati mwingine tunakuwa dhaifu. Mungu ameshasema nitakubariki, halafu unasema Mungu akinibariki. Imani zetu zinakuwa ndogo wakati mwingine. Mungu anatuvumilia hata hivyo. Haleluya. Anatuvumilia kabisa. Mungu wangu atakaponibariki, nitakaporudi, nirudi nyumbani, rudi huku salama. Hapa nitamjengea Bwana madhabahu. Nitamjengea Bwana. Akaondoka akaenda safari yake. Bwana hakumwacha. Ni kweli alivuna madhara ya dhambi. Alidanganya, akafanya nini? Akadanganywa na yeye. Madhara ya dhambi utayapata, lakini msamaha wa dhambi pia upo. Haleluya. Hili ndivyo Mungu wetu alivyo. Kwa hivyo wakati huu Bwana akamwambia Yakobo, ondoka, panda uende Bethel, ukae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko. Mungu ndiye anayemwambia ya kwamba ondoka, nenda kule, kwa sababu ulishawahi kutoa ahadi ya kwamba utakaporudi huku, Mungu akikufanikisha, utaweka madhabahu. Mungu anamkumbusha ahadi yako uliyoitoa, nenda kaitekeleze, kajenge madhabahu. Na basi akawaambia familia yake, walikuwa wana miungu. Jamani, leteni miungu yote, leteni. Yaani kuna wakati Mungu anakubariki lakini unabeba nini? Miungu. Halafu Mungu yupo, ni wa rehema na huruma kiasi gani, lakini hata endelea kuvumilia wakati wote. Tusimfanye akawa mbwa. Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu. Lakini Mungu alimvumilia akiwa na miungu yake, akamwambia sasa nenda kajenge madhabahu. Akagundua ya kwamba kwenye madhabahu ya Mungu huendi na miungu. Kuna mifano kwa Biblia. Ukienda na miungu kwenye madhabahu ya Mungu, kuna kitu kinatokea kwa hiyo miungu. Kwa hivyo akaichukua, wakaificha, akawaambia twendeni. Na walipofika huko, akajenga huko madhabahu, akaita mahali pale El Betheli, nyumba ya nani? Nyumba ya Mungu. Kwa sababu huko Mungu alimtokea hapo alipomkimbia nani? Hapo alipomkimbia Mungu wake, akajenga madhabahu. Musa naye rafiki wa Mungu, hajawahi kuwepo mtu mpole kama Musa. Maandiko yanasema kwa ushuhuda wa Mungu mwenyewe, Musa naye alijenga madhabahu. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu, iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni, ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa, usiwe tena chini ya mbingu. Amaleki walikuja kupigana na Israeli. Na walipokuja kupigana na Israeli, Bwana akasema kamata jiwe Musa. Musa akakamata lile jiwe, akiinua Israeli inashinda. Akilemewa Israeli inafanya nini? Inashindwa. Ikawa inua shusha, lakini hatimaye Bwana alileta ushindi. Sasa Bwana akasema Amaleki nitawafuta, ni kikomo, hawatarudi tena kupigana na Musa. Kwa sababu Bwana ametoa tamko la namna hiyo, akajenga madhabahu, akaita jina lake Yehova Nisi, ambayo ina maana ya kwamba Mungu ni bendera yangu. God is my banner. Mungu ni bendera yangu. Akasema Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Amaleki kizazi baada ya kizazi, ya kwamba Bwana atawashambulia. Musa tena
akayaandika maneno yote ya Bwana. Wakati huo ametoka mlimani pamoja na wale wengine ambao Mungu aliwaambia waende mlimani. Akaja na maneno ya Mungu kwa Israeli. Alipoeleza wana wa Israeli, wakasema hayo yote Mungu aliyoyasema tutafanya nini? Tutayatekeleza. Basi Musa aliposhuka na wakakubali maneno hayo Bwana aliyosoma, lakini Musa akajenga madhabahu chini ya ule mlima ambao ndio mlima Mungu aliyotoa zile amri 10 vile vile. Tutakuja kuyaona baadaye katika masomo yetu haya. Na nguzo 12, na kwa hesabu na kabla ya 12 kama Israel. Okay, tuendelee. Huyu bado ni Musa, samahani, niliandika hapo Yoshua, lakini bado huyu ni Musa ambaye pia anaonyeshwa mahali huyu niliweka kumbukumbu, hilo ni kosa fungu, lakini ni Yoshua. Na iwe mtakapokwisha vuka Yordani, anaambiwa Yoshua, myasimamishe mawe haya ni waagizayo hivi leo katika mlima Ebali, nawe yatilize matalizo, na huko umjengee madhabahu Bwana Mungu wako, madhabahu ya mawe. Usitumie chombo cha chuma juu yake. Jenga hiyo madhabahu ya Bwana Mungu wako kwa mawe yaliyochongwa. Kwa hivyo ilitumika nini na nini? Ilitumika udongo na nini? Na mawe, na mawe hayo yasishikwe na chuma chochote. Bwana aliagiza. Baadaye nitataka nikuambie kwa nini ninaweka mkazo kwa mambo haya ambayo Mungu aliagiza wasifanye, na mengine akasema yafanye. Baadaye utalikuta hili somo vizuri sana katika somo zima hili la hekalu, kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu atakuja kutufundisha. Ndipo Yoshua alijenga madhabahu ya Bwana Mungu wa Israeli katika mlima Ebali, kama Musa mtumishi wa Bwana alivyokuwa amewaamuru, na yeye akatekeleza hilo. Katika mstari wa 32 akaandika huko juu ya mawe hayo nakala ya Torati ya Musa aliyoiandika mbele ya wana wa Israeli. Hiyo nayo ni picha ya pekee. Kumbuka ya kwamba madhabahu hujengwa mahali ambapo ni pawazi, na pale walipotoa kafara wakajenga ile madhabahu ambayo ni kumbukumbu. Lakini Yoshua akaambiwa na akaandika maneno ya Torati kwenye madhabahu ili vizazi vijavyo vije vifahamu ya kwamba huyu wa madhabahu ni Mungu wa namna gani, wamfahamu, kwa sababu wasije wakapoteza hiyo picha ya thamani. Mwingine ambaye alijenga madhabahu ni Gideon. Unakumbuka huyu ni kijana tu, na Israel wakati huu ilikuwa inateswa sana na Wamedia. Wakija wakiwapiga kila wakati, wanakuja wanachoma ngano zao na kuwaharibia. Kwa hivyo Gideon alikuwa akipura ngano kwenye shinikizo, mahali pa kukamulia juice ya grapes. Na pale alipokuwa akikamulia ni mahali pa maficho ili wasimuone wakaja wakamuattack. Lakini pale alipokuwa akipuria ngano, malaika wa Bwana akamtokea akasema, shujaa. Na Gideon akastuka, ni nani huyu? Ndipo yule mgeni akajitambulisha. Gideon akatambua ya kwamba ni malaika kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Na walipozungumza mambo machache, Gideon akasema, basi kiwa wewe unatoka kwa Bwana, uso wangu umekutana na Bwana wewe, basi ninaomba uningoje hapa, niende niandae kitu changu nije nikuletee. Malaika akamwambia, nenda. Ninalipenda hili. Mungu anaweza akakungoja. Mungu anakungoja. Upendo wa namna gani? Mungu anakungoja. Na hasa unapotaka kumtolea dhabihu, Mungu atakungoja. Kwa sababu alikimbia akachukua mnyama, unajua, umchinje, umtayarishe, umpike, awe tayari, uje ulete. Ni masaa mangapi? Malaika yuko chini ya mti amengoja. Alipoleta chakula anamkuta yuko pale. Gideon ana furaha, Bwana amengoja chakula changu. Basi ndipo akakumbushwa kwamba si chakula, ni kafara. Akamwambia, weka juu ya jiwe. Unajisikiaje ukipika chakula kizuri alafu unaambiwa mwaga kwenye jiwe? Mwaga juu ya jiwe. Gideon ninampenda, na niwaambie
ni silika moja wapo ya hawa wote niliowataja. Waliokuja kwenye madhabahu walikuja na roho ya utii. Mungu aliwatendea kwa sababu ya roho ya utii iliyoambatana na kutoa kafara kwao. Kwa hivyo alipoambiwa mimina, akamimina. Malaika akachukua fimbo akanyosha, sadaka ikateketezwa moto. Gideon anayaona yote hayo. Lakini baadaye Bwana akamtokea tena usiku huo, ndio akamwambia, sasa nenda katwae ng'ombe yule dume wa baba yako. Alafu fanya hivi, nenda ukabomoe yale madhabahu ya kishenzi. Bomoa ili unijengee madhabahu, utoe kafara. Gideon akaogopa kwa sababu alikuwa ni kijana. Juzi Jumamosi hapa tulihubiri ya kwamba Mungu anaweza kuruka watu walio na experience na uzoefu, akatukua watu wasio na uzoefu. Aliruka baba yake. Baba yake alikuwa mtu anayefahamika vizuri kwenye community, akarukwa. Bwana akamwendea kijana mdogo ambaye hana uzoefu hata wa vita. Akamwambia, wewe ndiye utakayeokoa Israeli. Mimi si kitu katika Israeli hii. Akamwambia, mimi ndiye nimekuchagua. Lakini akatoa mafanya madhabahu hayo usiku, na akatoa hiyo kafara. Asubuhi watu wakiamka, madhabahu ya Ashera iko chini. Wakakasirika, wakasema, sasa tunataka kujua ni nani. Wakaambiwa ni kijana yule Gideon. Wakamwendea mzee wake, wakasema, mtoe kijana wako tumuue, ameharibu miungu yetu. Baba akatoa busara akasema, ninyi ni nani mpaka mnamtetea Ashera? Ikiwa Ashera ni Mungu, ajitetee. Common sense, sivyo? Ikiwa ni Mungu kweli, afanye nini? Wakasema, sasa hilo nalo unalipingaje? Wakaondoka. Alafu Ashera hakujitetea. Mwache Mungu awe Mungu. Haleluya. Mjembee Mungu madhabahu, acha kujengea vitu vingine na miungu mingine. Hakuna aliye kama Mungu wa mbinguni, ndugu msikilizaji. Hakuna. Na hakuna madhabahu nyingine iliyo kama madhabahu anayojengewa Mungu wa mbinguni. Hiyo ndio madhabahu halisi, na tutaingia huko katika kina chake ili Mungu azidi kutubariki. Daudi naye alijenga madhabahu siku hiyo katika Samuel wa pili sura 24 mstari wa 18 na 19. Siku hiyo Gadi akamwendea Daudi akamwambia, haya, kwea wewe ukamuinulie Bwana madhabahu penye kiwanja cha Aruna Myebusi. Basi Daudi akaenda kwa huyo Aruna, akamwambia, yule Aruna akatetemeka kumuona mfalme anakuja. Akamwambia, mfalme, nini kinakuleta? Akamwambia, hapana, usio na wasiwasi, ninakuja tu kutafuta kipande cha ardhi hapa, ninataka kumtolea Bwana kafara, kwa hivyo naomba uniuzie. Aruna akasema, wewe mzee, sikuuzii. Wewe nitakupa bure, alafu pia nitakupa na ng'ombe bure kwa kutoa kafara. Daudi akasema, na hapa kuna fundisho nitaliweka mwisho. Kafara hutolewi, kafara unatoa mwenyewe. Kafara hutolewi, kafara unaleta mwenyewe na unatoa mwenyewe. Akamwambia, nitanunua na nitatoa mwenyewe. Kwa hivyo Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko. Halafu Elia naye mnamkumbuka. Kuna wakati akajisikia kwamba mimi peke yangu ndiye nimebaki. Lakini akawapatia changamoto waliokuwa wanajengea madhabahu miungu waliokuwa wakifahamu. Akawapa changamoto, akasema, hebu tujue ya kwamba Mungu wa kweli ni yupi. Wakapanda mlimani, na kule mlimani akawaambia, basi nyie jengeni madhabahu yenu na mimi nitajenga madhabahu yangu. Mtatoa kafara na mimi nitatoa kafara. Ikiwa Mungu ni Mungu, tutamuona atakayeitikia. Wakajenga madhabahu yao. Walipoijenga ile madhabahu, wakaweka na kuni, wakaweka na zile nyama juu ya madhabahu. Wakaomba, Mungu hasikii. Wakaona waanze kujichana, wakaanza kujichana, damu itoke, kafara. Hata walipofanya hivyo, Mungu sijui kama alikuwa amelala bado, hakusikia. Hata Elia akamwambia, kazaneni jamani, kazaneni. Anawaambia wakazane, lakini anajua hakuna aliye Mungu kama Mungu wa mbinguni.
ilipofika zamu yake, kwa sababu wao imeshindikana, wakasema sasa ya kwangu nimejenga, nimeweka na kuni, lakini leteni maji. Mwaga maji kabisa. Wakamwaga maji, akamuita Mungu wa mbinguni na akapata kibali machoni pa Bwana. Sadaka. Kuna madhabahu ya Mungu, kuna madhabahu za miungu. Unaweza ukadhani unajenga madhabahu kwa Mungu wa mbinguni, wakati unajenga madhabahu kwa miungu ya karne ya 21. Madhabahu hii tutaingia kwa ndani. Nilaloliona hapa ni hili: hawa wote walikuwa marafiki wa karibu sana na Mungu, na hili swala la madhabahu lilikuwa ni kitu cha sehemu ya maisha yao. Ni nini ambacho Mungu anakisema kwako ndugu msikilizaji na mimi leo? Ni kweli hatujengi madhabahu, lakini kuna kitu cha msingi hapa ambacho lazima tukione. Ni cha msingi sana. Kina uzuri katika maisha. Kuna sababu yake, na tutaingia katika kina. Bwana ataendelea kutufunulia. Kwa hivyo sadaka yake ikakubaliwa. Kwa hivyo Bwana alimwambia Musa, maagizo haya aliyomwambia Musa yanakuja kwetu kwa namna fulani ya kanuni. Inaweza isiwe kama madhabahu kama zile, lakini kwa namna ya kanuni kuna kitu kinachokuja. Bwana akamwambia Musa katika Kutoka 20 mstari wa 24 na 25, waambie wana wa Israeli hivi: ninyi wenyewe mmeona ya kuwa nimenena nanyi kutoka mbinguni. Msifanye miungu mingine pamoja nami, miungu ya fedha wala miungu ya dhahabu msifanye. Sasa hili ni agano la kale. Agano jipya, tunaoishi katika agano jipya, kuna kitu kinaitwa fedha, kuna kitu kinaitwa dhahabu. Ukiendelea hiyo orodha, nataka niwaambie hiyo miungu iko hata leo. Na mahali moyo wako ulipo, ndipo na Mungu wako alipo. Ndipo unapojengea madhabahu yako. Ni wapi unapojengea madhabahu yako? Nyumba yako? Cheo chako? Mume wako? Mtoto wako? Ni madhabahu yako unaijengea nani? Utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako. Kila mahali nitakapopitia ukumbusho wa jina langu angalia hili: kila mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, kila mahali nitakapokutokea ili kukutana nawe, hapo mahali weka madhabahu. Ndipo nitakapokujilia na kukaribia. Nalipenda hilo. Kwenye madhabahu Bwana atakujilia. Kwenye madhabahu Bwana atakukaribia. Madhabahu ndipo mahala pakuwa. Kujenga madhabahu ndicho chenyewe. Najua unajiuliza swali, hatujengi madhabahu leo kama ilivyoonyeshwa. Ninawekaje madhabahu katika karne hii ya 21? Nitakuacha in suspense kidogo. Vumilia tu, tuna majuma mawili, tutakwenda vizuri sana. Na utaona vyema jinsi Bwana leo unavyomjengea madhabahu, na jinsi Bwana anavyokujilia, na jinsi Bwana anavyokukaribia. Na hili is personal, ni binafsi. Ni Mungu na wewe, si lazima kupitia kwa mtu mwingine. Ni wewe na Mungu. Ni nani asiyetamani kujiliwa na Bwana? Ni nani asiyetamani Bwana amfikie? Kwa sababu Bwana akija, anakuja na mnyororo wa mibaraka. Ila uwe makini, usije ukafanya mibaraka ya Mungu kuwa ndiye Mungu. Hiyo nayo ni ibada ambayo Mungu haikubali. Fanya madhabahu kwa Mungu kwa sababu ni Mungu. Fanya madhabahu kwa Mungu kwa sababu ni nani, wapendwa? Na hiyo madhabahu utakayofanya, narudia tena, itakuwa ya udongo na itafanywa kwa mawe. Vitu viwili ambavyo Mungu
alionyesha. Basi madhabahuni ni mahali ambapo Mungu anafanya mahusiano na mwanadamu. Hili nafikiri kwenye vielelezo unaliona vizuri. Ni mahali pa mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu mmoja, na pia kwa wakati mwingine kama halaiki. Ipo mifano mingi ambayo mingine tutakutana nayo mbele ya safari. Ni mahali Mungu na mwanadamu wanapobadilishana. Angalia uhusiano huo. Mungu nampa, yeye anafanya nini? Ananipa. Ni mahali pa urafiki. Ni mahali pa makutano. Ni mahali unapomwijia Mungu na Mungu anashuka kana kwamba mnalingana, na pale mnawasiliana. Ni mahali pa urafiki. Hapo ni mahali pa kuthaminiwa. Hapo ni mahali pa kufika. Kwa hivyo madhabahuni ni mahali pa kukaribiana na Mungu, pa kuwasiliana na Mungu. Ni mahali ambapo Bwana anatenda, mwanadamu naye anatenda vile vile kwa furaha tena na amani. Ni faraja kubwa kiasi gani unapokuwa umemkosea Mungu, lakini unakuja madhabahuni, na pale madhabahuni Bwana akakutokea. Akakugusa kwa mguso ambao hutausahau maisha yako yote tena. Na ukisahau atakukumbuka. Nenda kamjengee Bwana madhabahu. Nenda kamjengee Bwana madhabahu. Unajua kuna wengi ambao tumemwambia Mungu tutakujengea madhabahu, lakini mambo yakiwa sawa tumesahau. Mungu anakukumbusha, kamjengee Bwana madhabahu. Kwa hivyo huo ni mfano tu mmoja mzuri ambao tunao. Madhabahuni ni kukumbushe tena, Bwana hahitaji madhabahu. Hata anaposema jenga madhabahu, ili Mungu awepo yeye hahitaji madhabahu, lakini mwanadamu ili aendelee kuwepo anayahitaji madhabahu. Ni muhimu sana kwa mwanadamu. Madhabahu, na nimerudia tena, ni ya kafara. Mahali ambapo kiumbe kisicho na hatia kinakufa badala ya mtoa kafara. Mimi ambaye nina hatia ninachukua kisicho na hatia na kitia hatiani, na hivyo nakitoa kama kafara. Madhabahuni ni pa vitu kama hivyo. Madhabahuni, nasisitiza tena, madhabahu unajenga mwenyewe. Kafara unaileta mwenyewe. Pale tutakuja kuingia kwenye hekalu, kuna huduma zinavyoendelea na nani anapokea, na we mwenyewe unapoileta ile kafara tutaelezana ya kwamba unafanyaje na ina maana gani. Kwa hivyo ni kitu binafsi kati yako na Mungu wapo. Hapo unakutana na Mungu. Usiiache hiyo nafasi. Itumie hiyo nafasi ya kukutana na Mungu, kwa sababu hata hivyo nikwambie, tamaa ya Mungu ni hii. Kwa sababu yeye ndiye aliyekuumba, wewe ni kiumbe cha upendo wake. Japo dhambi iliingia na ikakutenga na Mungu, bado Mungu anataka kufanya maskani pamoja nawe. Na madhabahuni ni mahali anapokutana nawe. Jenga madhabahu. Anayebarikiwa ni wewe. Sasa ikiwa anayebarikiwa ni wewe, kwa nini umwambie mwingine ndiye apeleke kafara? Si afadhali ni wewe mwenyewe upeleke nini? Ili mibaraka ikupate. It's personal. You and God is direct. Wewe na Mungu wako ni moja kwa moja. Hilo nalo ninalipenda. Kwa sababu wakati mwingine likipitia kwa mwingine anaweza kuona nitabarikiwa. Kwa hivyo hii kafara tuikorofisha kidogo. Mungu wetu anafikika moja kwa moja. Na hasa katika kipindi chetu hiki tutakuja madhabahu wakati mwingine hujengwa kwa ajili ya kumbukumbu. Kama Israel walipovuka mto, Bwana akawatendea makubwa. Mungu akawaambia, mtakapovuka tu wekeni madhabahu ili vizazi vitakavyokuja vijue yuko Mungu aliyeongoza Israel. Aliwatoa Misri kwa mkono wa ajabu, akawaongoza kwa matendo makuu. Huyo Mungu amewaingiza katika nchi ya ahadi. Huyo ndiye Mungu. Jenga madhabahu ili vizazi vyenu navyo, watoto wenu na wajukuu wenu, wasije wakasahau yupo Mungu wa mbinguni anayejengewa madhabahu. Ndio ukisoma katika Yoshua hiyo ndio utakuta hicho kisa ambacho Mungu aliwaambia wajenge madhabahu. Sasa nataka nikuingize mahali ili tusogee kwenye hii madhabahu sasa ya dhahabu. Hili nilichokuwa nakupa ni hii tu
historia fupi na mwonekano mfupi wa jinsi madhabahu iliyokuwa muhimu katika kipindi hicho cha nyuma, hata kabla ya kipindi cha hekalu ambalo tutaingia kwalo kuliangalia kwa makini. Mungu ni Mungu anayetumia mifano na vielelezo. Huyu Mungu wetu ni Mungu anayekuja hata kwetu na mafumbo. Analeta kweli, lakini ameiweka kwenye vifurushi. Na unauliza ni kwa nini? Kwa nini Mungu apende kutumia mifano? Kwa nini Mungu apende kutumia vielelezo? Kwa nini Mungu aje na kweli ambayo ina manufaa kwako na kwangu, lakini aiweke ndani ya kifuu cha nazi, ili kwamba ni mpaka nipasue kokwa la nazi ndio niweze kufikia? Zipo sababu kadhaa. Yesu Kristo alisema maneno haya katika Mathayo sura ya 13. Mathayo aliandika haya sura ya 13 na mstari wa 10, taendelea 15, nimechukua tu sehemu. Hayo yote Yesu aliwaambia makutano kwa mifano, wala pasipo mifano hakuwaambia neno, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii akisema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyositirika tangu zamani. Ya kwamba kwa mifano Mungu atafumbua siri zilizokuwa zimefichika. Kwa hivyo hata kwenye mafumbo mengine Mungu kumbe anafumbua siri. Lakini kwa nini bado iwe katika mafumbo? Kwa nini bado iwe katika vielelezo? Isiwe ni kwa moja kwa moja. Zipo sababu kadhaa. Mungu anapotumia mifano anakutamanisha, anakuvutia, anakupendezesha ili uvutiwe. Anawasha shauku, anawasha hamu. Bwana anajaribu kuleta udadisi, kuzindua udadisi ndani yako. Kuna nini humo ndani kwenye hako kafurushi? Huu mfano una maana gani? Kwa hivyo unatafakari. Mungu anapotumia mifano ni ili kukuhusisha zaidi. Usiwe wa kukariri, lakini uwe wa kuingia ndani katika dhamira ya yale mafundisho ambayo Mungu anakuletea. Yawe ni sehemu yako. Anakuondolea uchovu, kwa sababu wakati mwingine vitu visipokuwa vya kuvutia unasikia usingizi. Vitu visipokuwa vya kuvutia hutamani kuja. Vitu visipokuwa vya kuvutia unaona ni kupoteza wakati. Na Mungu anafahamu ya kwamba linalotoka katika kinywa chake ni mbaraka kwako. Linalotoka katika kinywa chako kina manufaa, si kwa ajili ya maisha haya tu, lakini kwa ajili ya maisha ya milele vile vile. Kwa hivyo anakuwekea hamu ili nisiwe na udhuru. Nisiwe na udhuru ya kwamba Bwana hakuniwekea katika namna ya kupendezesha. Hufanya hivyo. Bwana hufanya hivyo ili kuleta uelewa. Mungu hutumia mifano kurahisisha mafundisho yasionekane kuwa ni magumu. Kwa sababu yapo mengine, hata Yesu alisema kuna mengine nikiwaambia sasa hamtafanya nini? Hamtayaelewa. Kwa hivyo msije mkadhani tumepewa mafundisho yote. Bado kuna mengi tu, kwa sababu Mungu ni Mungu. Lakini basi mengine anatumia mifano ili kuleta kuelewa na kuvunja kokwa kile kilicho kigumu kiwe rahisi. Anafanya hivyo pia ili kuboresha kumbukumbu. Wakati mwingine ni rahisi kukumbuka lile ua kuliko maneno. Lile ua tu kilikumbuka, unasema haya, Yesu alisema hiki kitu, maana yake ni hii. Una haja ya kukariri sana. Inaleta kumbukumbu ili kuepusha upinzani na kukabili ubishi. Unajua wakati mwingine Mungu anapoleta kweli kwetu, wanadamu tunakuwa wabishi. Wanadamu tuna ubishi sana. Yesu alipokuwa hapa duniani akifundisha na kufanya mambo yaliyo mema kwa ajili ya mwanadamu, viongozi wa hekalu walimtafuta ili wamuue. Walikuwa wanamtafuta mahali pa kumshika tu, wampinge hadharani, wamharibu hadharani. Yesu akatumia mafumbo. Wanauliza swali, anaweka kwenye fumbo. Wanaondoka, wanakwenda. Wanakuja tena wanauliza swali, na yeye anasema, hivi nyinyi si wewe umesoma Nikodemo? Sasa hiki cha kuzaliwa mara ya pili huelewi? Nikodemo anashuka zaidi. Yesu ametumia wakati mwingine mafumbo kwa kusudi ya kwamba kusizuke upinzani na kweli bado iendelee kuhifadhiwa isipotee, kwa sababu wapo wanaoweza kuangamiza kweli ya neno la Mungu wakipewa hiyo nafasi. Na wanafanya wengine. La hivyo Mungu anazilinda zile kweli. Lakini kwa wale walio wake
ana njia ya kuzipasua hizo kweli zionekane katika udhahiri wake. Kwa hivyo si kwamba amezificha zisionekane, ni ili tu upinzani usitokee, ili ziendelee ziwafikie watu wapate ile kufichua lulu za kweli. Ndio maana Mungu anatumia mifano, kwa sababu kuna lulu zingine zimejificha. Sasa kwa zilizo za namna hizi si za wavivu. Vitu vilivyo vya thamani huwa vinaelea. Dhahabu tunaipata wapi? Almasi juu ni udongo tu. Lakini vyote vya thamani chimba. Kupata kweli si la wavivu. Wavivu watakata tamaa, watachoka, wataelea juu. Kuna mfano ambao Mungu ameutumia katika Biblia, ni mfano mkubwa sana, uko katika Agano la Kale, lakini wasomi wengi hawajihusishi nao, wanautupatupa tu pembeni. Na wengine ambao wamejaribu kujifunza huo mfano ambao Mungu anautumia, hicho kielelezo ambacho Mungu amekitumia, wanapita tu juu. Kwa hivyo hawachimbi ndani wakakuta ile almasi, ile dhahabu iliyoko ndani yake. Lakini safari hii Mungu amekuwa mwema kwako, anakuja kuchimba pamoja nawe. Twende tuipate hiyo dhahabu. Na hili fundisho liko katika hekalu. Kwa sababu Bwana alipowatoa wana wa Israeli kule Misri, akawapitisha katika ile bahari kwa mkono wa ajabu, akawaleta hapa jangwani, akawa karibu nao kwa matendo yake ya ajabu. Akafika mahali Bwana akawaambia wale wana wa Israeli katika Mwanzo sura hiyo ya Kutoka sura 25, akasema Bwana akamwambia Musa, nao na wanifanyie patakatifu nipate kufanya nini? Kukaa kati yao. Hao wao ni wana wa Israeli. Wanijengee mahali patakatifu. Nina shauku, nina tamaa ya kukaa katika kati yao. Sasa fungu la 9 anasema sawasawa na hayo yote ni kuonyeshayo mfano wa maskani na mfano wa vyombo vyake vyote, ndivyo mtakavyofanya. Sasa nikwambie tangu mwanzo, sijahesabu, lakini Mungu amemkazia Musa hili kwa rudia kila wakati. Msifanye kama mnavyoona, fanyeni kama nilivyowapa. Madhabahu yangu na madhabahuni si kama mnavyoona, ni kama Mungu alivyoelekeza. Sasa ndugu msikilizaji, nikwambie mimi mwanadamu nina kiburi changu. Kwanza nimesoma kidogo, alafu Mungu akanipatia kakazi kazuri, nikapewa na kagari kazuri. Sina Mercedes Benz, kwa hivyo msiseme ni mimi. Lakini Mungu akanipa na vimali, nikiangalia benki, hata sijui nifanyie nini. Vingine inabidi nipeleke huku, weka huko nje. Mungu amenibariki. Wakati huo Mungu akinijia, naambia Mungu, lakini wewe unasema hivi, mimi ngoja nikwambie naona hivi. Wewe unasema hivi, lakini no. Kwa karne hii mimi naona hivi. Unaanza kujibizana na Mungu. Madhabahuni ni mahali pa mawasiliano na Mungu, lakini madhabahuni ni mahali ambapo Mungu peke yake ndiye anatawala. Peke yake. Katika hili hana shirika na mtu. Ni one way traffic. Hapa huwa inakuwa ngumu kidogo. Sura 25 ya Kutoka mstari wa 2. Waambie wana wa Israeli kwamba wanitwalie sadaka. Kila mtu ambaye moyo wake wampa kupenda mtatwaa kwake sadaka yangu. Angalia, anasema ni sadaka yangu. Wanaotoa sio yeye. Wanaotoa ni watu. Lakini anasema wakitoa ni sadaka yangu. Sasa hapo kuna demokrasia? Hakuna demokrasia. Sadaka utakayopokea mikononi mwao ni hii: dhahabu na fedha na shaba na nyuzi za rangi ya samawi na za rangi ya zambarau na za rangi nyekundu
na nguo za kitani safi, na singa za mbuzi, na ngozi ya kondoo waume zilizotiwa rangi nyekundu, na ngozi ya pomboo, na miti ya mshita, na mafuta ya ile taa, na viungo vya manukato kwa yale mafuta ya kupaka, Luka fungu la 7, na vito vya shohamu, na vito vingine vya kutiwa kwa ile naivera, na kwa kile kifuko cha kifuani, nao na wanifanyie. Kwa hivyo hii sadaka watakayoitoa ni yangu, lakini wataitumia kunifanyia mahali ambapo nitakaa katikati yao. Watanijengea hekalu. Kitu cha kwanza Mungu anachoeleza kitengenezwe ni hiki hapa. Tunakiita Kiswahili sanduku la agano. Ndicho kitu cha kwanza, samani ya kwanza, furniture ya kwanza ya hekalu ambayo Musa anaambiwa aitengeneze. Fungu la 10, nao na wafanye sanduku la mti wa mshita. Urefu wake anaelezea. Fungu la 11, ulifunike kwa dhahabu safi. Nawe ulifunike kwa dhahabu safi, ulifunike ndani na nje. Nawe tia na ukingo wa dhahabu kulizunguka pande zote. Sanduku la agano. Ukiangalia fungu la 22, nami nitaonana nawe hapo na kuzungumza nawe. Alichokuwa anakisema ni hiki: utakapokuwa umetengeneza hilo sanduku, juu yake utaweka kifuniko, lakini kile kifuniko kitakuwa kimebeba makerubi mawili. Pale kwenye makerubi hayo mawili utatengeneza kiti cha rehema. Na hapo ndipo Mungu katika fungu la 22 anasema, hapo kwenye kiti cha rehema ndipo nitakapokutana nawe. Hapo nitawasiliana nawe. Hapo utawasiliana nami. Hapo ndipo makao yangu yatakapokuwa. Angalia, ametoka katika madhabahu ya mawe na udongo, amekuja sasa kwenye madhabahu ya mti, ndio, lakini yote yamepakwa nini? Dhahabu, na dhahabu tupu. Alafu wana wa Israeli walikuwa jangwani, lakini walikuwa na dhahabu walikusanya walipotoka Misri. Okay, kwa hivyo hiyo ndio samani ya kwanza iliyotengenezwa. Iliyofuatia kujengwa, inayoelezwa katika mstari ule wa 12 wa 23, akaambia kwamba nitengenezee meza ya uonyesho. Meza ya uonyesho kwenye picha hii hatukuweka, lakini ilikuwa na mikate 12 na vipimo vyake vimeelezwa vizuri tu ya kwamba hivyo vipimo vitakuwa namna gani, na Musa akafuata kama blueprint ilivyo, ramani ilivyokuwa, ndivyo akatoa hivyo. Kwa hivyo hiyo ikatengenezwa nayo pia kwa mti wa mshita, lakini uipake dhahabu yote. Itakuwa na vishinikizo, itakuwa na miti miwili ya kubebea, weka. Kwa hivyo nayo pia wakapewa. Halafu akaambiwa tengeneza kinara cha taa. Kinara hicho cha taa kitakuwa na matawi yake 7. Kinara hicho kitakuwa na vikombe vyake. Lakini nayo pia hii haitatengenezwa kwa mti. Hii itatengenezwa kwa kumiminwa dhahabu. Dhahabu. Na hiyo anasema itakuwa chanzo cha taa kwenye hiyo hekalu yangu. Kwa hivyo akatengeneza nayo hiyo kinara. Na hivyo ninataka, kwa sababu muda wangu umepita, utaendelea mpaka sura ile ya 27, uangalie vitu vyote ambavyo Mungu aliambiwa. Akaambiwa atengeneze madhabahu ya uvumba. Madhabahu hii ya uvumba ni mahali ambapo walipokuwa wakichomea uvumba wa manukato, na tutakuja kuingia ndani, nayo ni madhabahu. Angalia kwenye hiyo madhabahu imewekewa pembe. Lakini madhabahu hiyo yote nayo ni ya dhahabu, na dhahabu tupu. Of course imejengwa kwa mti, halafu ikapekwa dhahabu ndani na nje kwa maagizo Mungu aliyoyatoa. Kwa nini Mungu anaweka dhahabu, 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 dhahabu? Ni madhabahu ya dhahabu. Okay? Tutaendelea, tutaelezana vizuri huko mbele. Kwa hivyo hiyo nayo ikawa ni samani nyingine. Halafu madhabahu nyingine ambayo aliambiwa ajenge ni madhabahu hii ya sadaka ya kuteketeza.
Madhabahu hii ya sadaka ya kuteketeza, Mungu aliagiza ijengwe kwa vipimo vyake alivyokuwa ameagiza. Vipimo hivyo vitakuwa madini yatakayotumia si dhahabu. Samani zote zilizojengwa nje ya hekalu, kwenye ua wa ndani nje ya hekalu, samani zile zote zilitengenezwa kwa shaba. Kwa shaba. Ndio maana tumeweka rangi hiyo ya shaba. Lakini nayo pia ilikuwa ni shinikizo, na vishikizo na mahali pa kubeba. Halafu pia kulikuwa na beseni hilo ambalo ni mahali pa kunawia mikono, lilikuwa na maji. Hizo ni samani muhimu katika, na tutakuja kuzipitia vizuri taratibu. Utaona hekima ya Mungu na kile ambacho Mungu anataka kukuletea katika kizazi hiki cha leo, hata kwa wakati ambao Mungu anakuja na kitu ambacho ni cha zamani, ambacho lakini katika kina chake, kanuni zake, kina kitu kinachokuhusu leo mimi na wewe, ndugu msikilizaji. Kwa hivyo hizo samani Mungu akasema ya kwamba zitengenezwe. Baada ya hizo akasema anza sasa kutengeneza kuta za hekalu. Kuta za hekalu zitakuwa za mbao za mshiti, ambazo pia nazo zitapakwa zote dhahabu. Halafu kuwa na mapazia ambayo yatatengenezwa na zile nyuzi, mnakumbuka walizoambiwa watoe sadaka, zile nyuzi za rangi, na zile rangi zote zilichaguliwa kwa makusudi kabisa, zina maana yake. Tutakuja kupitia. Mungu alikuwa anaweka kielelezo chenye kina cha mafundisho ambayo ukiingia kwa ndani unamuelewa Mungu. Ukiingia kwa ndani unaifahamu hatima yako. Ukiingia kwa ndani unakuwa na ujasiri wa kuikabili madhabahu ya Mungu. Kwa hivyo walijenga, walitengeneza hizo mbao ambazo zilisimamishwa na ziliwekewa vipimo vyake, zikaunganishwa kwa namna ambavyo Mungu alieleza, na yale mapazia pia kwa vipimo vyake vikaunganishwa kwa vishikizo ambazo Mungu alieleza kabisa, vishikizo vitakuwa 50 hapa 50 hapa. Akaeleza vizuri katika kina chake. Mungu wako ni Mungu wa details. Mungu wako ni Mungu wa details. Na akienda kwenye details hizo, maana yake ni hii: hataki uharibikiwe, hataki uwe na udhuru. Chochote kinachokustahili uboreke na ufae, urudi nyumbani hatimaye amekitoa, na sitakuwa na udhuru, hutakuwa na udhuru, ndugu msikilizaji. Kwa hivyo ndio maana nakualika, njoo pamoja nami tuingie katika madhabahu hii ya Mungu. Madhabahu hii itakapokuwa imekamilika itakuwa na sura zitakazokuwa hivyo, kwa sababu aliambiwa atengeneze hata ua wa nje na mapazia yake yale ambayo yanazunguka. Lakini hekalu likawa limekamilika. Ninapofunga kuweka msingi wa mafundisho yetu katika juma hili zima na lijalo, Bwana naomba akubariki. Bwana akuinulie uso wake. Bwana umuone kwenye hekalu. Yeye anayebariki kwenye hekalu atakubariki.